Habari wa Tanzania, vijana wenzangu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Kwa majina naitwa Jessica Julius Mshama. Mimi ni katibu wa idara ya uhamasishaji na chipukizi UVCCM Taifa. Leo hii ningependa kuzungumza na vijana wenzangu, kuhamasisha, kuwatia moyo, kuwakumbusha pia safari hii kuelekea uchaguzi mkuu kwamba ni haki yako ya msingi kama kijana kushiriki, kuchagua kiongozi unayempenda, kiongozi ambao atagusa maslahi ya jamii. Na kwa hakika viongozi hawa bora wanapatikana ndani ya Chama cha Mapinduzi, na niwahakikishie kupitia ilani hii mpya ya Chama cha Mapinduzi, ilani ya mwaka 2025 mpaka 2030, imegusa sekta mbalimbali ambazo zinalenga maisha ya kijana. Kama tunavyojua, siasa ya kipindi hiki sio siasa ya maneno, ni siasa yenye vitendo, siasa yenye kugusa mahitaji ya wananchi wa kila umri. Najua kijana mwenzangu pengine unajiuliza uanzie wapi. Kwanza kabisa nikwambie, anzia ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ndani ya Chama cha Mapinduzi, kupitia jumuiya yetu ya vijana, tuna nafasi mbalimbali za kugombea kama kiongozi. Especially kama wewe ni binti mwenye ndoto ya kuwa kiongozi. Kuna nafasi za ubunge, viti maalum. Kuna nafasi za udiwani, pia viti maalum kama wewe ni binti. Kwa hiyo nafasi zipo nyingi. Lakini hata kama wewe sio binti, ni kijana, umejitathmini vya kutosha, umeona kwamba unafaa, una uwezo wa kuongoza, una uwezo wa kutoa suluhisho katika jamii, wewe ni kiongozi ambao unafuata philosophies za viongozi ambao wamejitolea ndani ya taifa letu na wamefanya mapinduzi ya kimaendeleo, huu ni wakati wako. Usijihurumie, usione kwamba wewe utoshi, wewe unatosha. Na nikuhakikishie tu kwamba Chama cha Mapinduzi kipo mstari wa mbele kuwasaidia vijana wote ambao wana nguvu na uwezo wa kujitambua au wameshajitathmini zaidi kwamba wao ni viongozi. Watumie fursa hii kugombea, kuchukua fomu na kugombea na kushiriki katika nafasi za uongozi. Lakini vile vile kwa maneno ambayo labda pengine wanasikia na wavunja moyo, labda wanahisi hawatoshi kwa sababu hawana fedha kiasi fulani taslimu kwenye benki zao, au hawana ndugu ambao watawabeba. Mimi nataka nikwambie kwamba Chama cha Mapinduzi ndio ndugu wa kukubeba wewe, kwa falsafa ambazo tunazo ndani ya Chama cha Mapinduzi, lakini kwa viongozi wenye msimamo ambao wapo kwa ajili ya kutatua changamoto za kijamii. Watasimama na viongozi chipukizi au viongozi ambao ni vijana ambao wanataka kuwa katika nafasi hizi kidete. Chama cha Mapinduzi ina misingi ambayo itawalinda vijana na kuwasupport katika hatua mbalimbali za kutafuta hizo nafasi za uongozi. Kuna kijana labda mwingine anatamani kugombea uongozi kama ulivyoshauri, labda kuna vigezo vinahitajika kijana huyo yupo navyo ili aweze kupata nafasi ya kuweza kugombea. Ni vigezo gani hivyo kwa watu ambao wanapotazama vijana waweze kuvifahamu labda anaweza kugombea? Kwanza kabisa ujue kusoma na kuandika. Cha pili, uwe kijana mzalendo wa Tanzania, lakini ndani ya Chama cha Mapinduzi pia. Ukipitia ndani ya Chama cha Mapinduzi, inamaanisha wewe ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo uwe kada ambayo una sifa za kugombea, uwe kada ambaye umejitolea nafasi mbalimbali, lakini unakijua chama vizuri na misingi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia sifa za uongozi ziko open. Ukiwa wewe unatazamia kuwa kiongozi, basi kuna sifa ambazo lazima ujitathmini kama kijana ambao unatamani kuwa katika hizi nafasi za uongozi. Je, unashirikiana na jamii yako vizuri?
Je, unao ubunifu wa kueleza changamoto na kutatua changamoto ambazo zipo katika jamii? Lakini kama kijana wa sasa, ninaamini utakuwa umesoma, unajua namna ya kuchanganua taarifa, namna ya kutoa taarifa, namna ya kujenga hoja, kusimamia sera za Chama cha Mapinduzi na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. In short, uwe mzalendo ambao una akili timamu na ya kuwataka kutumikia taifa lako. Inasemekana mtu wote unapotaka kugombea uongozi angalau uwe na pesa kidogo. Hii imekaaje kwa wale ambao hawana pesa? Kuna mwingine anatamani kugombea lakini hana chochote, anajiuliza ataanzaje? Zile safari labda kufanya ziara hivi mandaruka hana chochote. Inakuwaje kwa watu ambao hawana kipato? Nadhani Chama cha Mapinduzi kimejitosheleza kwa nafasi ya kupambanua hoja na sera, lakini sio kuanza kumnadi mgombea kulingana na mfuko wake au uwezo wake wa kifedha. Tunao viongozi mahiri hapa nchini. Leo hii tungesema kwamba wangeangalia nafasi zao za uwezo wa kifedha, tusingekuwa nao. Tunao Mheshimiwa Jerry Muro. Nimetoka kusikiliza clip yake juzi. Anasema alianza harakati hizi za siasa akiwa mdogo sana, na alikuwa na miaka 18, 19, na ukiangalia ni uwezo wake uliompambanua, sio kwa sababu ya pesa. Kwa sababu ukisema pesa, kijana wa miaka 19, 20, pesa anatoa wapi? Lakini ndani ya Chama cha Mapinduzi viongozi wetu wana imani na vijana. Ukiacha na Mheshimiwa Jerry Muro, lakini tunao waheshimiwa ambao walijitolea kwa uwezo wao, kwa kazi yao, kwa umahiri wao, na wametoboa. Mtaani tunasema wametoboa, kama aliyokuwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Vijana Mheshimiwa Ken Kiongozi ameweza kuwa katika nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya jumuiya, lakini hata nje ya jumuiya. Sasa hivi ni RC Simiyu. Kwa hiyo sio jambo la kusema kwamba ni kwa ajili ya fedha, labda una pesa kiasi fulani. Hapana, ni uwezo wako wa kuwa kiongozi kama kijana na kusimamia sera na kusimamia taratibu za uongozi ambao upo ndani ya Chama cha Mapinduzi.